dedication to God's house. Nataka kuzungumzia kuhusu kujitoa kabisa katika nyumba ya Mungu. Total dedication to God's house. Kujitoa kikamilifu katika nyumba ya Mungu. And I want you to add to break limitations. Na nataka uongeze kwamba ni kuvunja mipaka. That if there is anything that break limitation in your life, Kama kuna jambo ambalo linaweza kuvunja mipaka katika maisha yako, it is when you purpose ni wakati umepanga kabisa to totally dedicate your life to the house of God. kutoa maisha yako katika nyumba ya Mungu. Total dedication to God's house. Kujitoa kikamilifu katika nyumba ya Mungu. In the book of Psalms 92 verse 12 to 13. Katika Zaburi 92:12 hadi 13. Psalms 92 verse 12 to 13. Zaburi 92:12 hadi 13. Nimeona hata wewe Miriam umepatwa na hiyo roho ya kukimbia ili tuende mbio. Sasa can we read together 1 2 3? This is a very powerful verse. Hiki ni kifungu ambacho kina nguvu sana. It talks about how totally dedicating yourself to the house of God. Inazungumzia kwamba jinsi kujitoa kikamilifu katika nyumba ya Mungu. No way your life can remain stagnant. Hakuna jinsi ambavyo maisha yako yanaweza kutuama. No way you can stay with limitation. Hawezi ukabaki na mipaka. If you are totally committed to God's house, Kama umejitoa kikamilifu katika nyumba ya Mungu, that is the key huo ndio ufunguo for a life of progress, wa maisha ya kuendelea, a life of flourishing, maisha ya kunawiri, a life without limitation. maisha ambayo hayana vizuizi. Can we read 1 2 3 from verse 12? The righteous Hamsomi, can we so 1 2 3? The righteous will flourish like a palm tree. they will grow like a cedar on the ground. Go ahead. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Now tusome tena hiyo. Planted in the house of the Lord. Kuna kitu kimeachwa hapa. Those who are planted. Can you give us a King James? Haya. Tusome 1 2 3. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish. Now, there is something I want you to underline in that verse. Kuna kitu nataka upige mstari katika kifungu hiki. It is not all people who come to the house of God Si watu wote ambao wanakuja katika nyumba ya Mungu who get the benefit of breaking limitations. ambao wanapata hiyo faida ya kuvunja mipaka. You can be coming in the church yet you are full of limitations. Unaweza kuwa ukija kanisani lakini una mipaka na vizuizi vingi. But there is a kind of coming to the church Lakini kuna hali ya kuja katika nyumba ya Mungu that is single there. ambayo inazungumziwa hapa. That those that be planted, Kwamba wale ambao wote wamepandwa, that is total dedication. huko ndiko kujitoa kikamilifu. Those that be planted Wale ambao wamepandwa in the house of God katika nyumba ya Mungu shall break limitation. watavunja mipaka. They shall flourish. Watanawiri. They shall begin to move from glory to glory, Watatoka kutoka utukufu hadi mwingine, from strength to strength. kutoka nguvu hadi nguvu nyingine. Those that be planted. Wale ambao wamepandwa. What is to be planted? Kupandwa ni kufanya nini? Is that Abika hapa, you are not a visitor in the house of God. Ni kwamba wewe si mgeni katika nyumba ya Mungu. Don't be a visitor in the house of God. Usiwe mgeni katika nyumba ya Mungu. There are people the way they come to the house of God. Kuna watu jinsi wanavyokuja katika nyumba ya Mungu. They have been in the church 7 years. Wamekuwa katika nyumba ya Mungu miaka 7. Yet they appear like visitors. Lakini wanakaa kama wageni. They don't know what happens in the house of God. Hawajui nini hufanyika katika nyumba ya Mungu. You are not planted. Wewe hujapandwa. And that is why Na hiyo ndio sababu you continue with the limitation. unaendelea kuwa na vizuizi. Hallelujah. Amen. Now, being planted Wewe kuwa kupandwa is that number 2, you are not a spectator. ni kwamba ya pili wewe si shabiki. In football match, Katika mchezo wa kandanda there are those who are in the game. kuna wale wako katika mchezo wenyewe. Those who are causing things to happen. Wale ambao wanafanya mambo yakafanyike. But there are others. Lakini kuna wengine. Please, nataka mconcentrate. Nataka kuwa makini. Hata kama ni mtoto. There are others who are spectators. Kuna wengine ambao ni mashabiki. And sometimes spectators, Na wakati mwingine mashabiki they know how to play like than those who are playing. wanajua kucheza kuliko wale wanacheza. Kuna wale spectator wakati nilikuwa nimeenda
nimeenda mahali kuangalia mpira. There's one spectator when I gone somewhere to watch a football. Yani the way he was doing it. Jinsi alivyokuwa akifanya. Unaona na wale walikaa karibu na yeye waligogwa. Adoza watu wania hadi. Unasikia teke umegogwa teke. You will feel a kick. And then na wakati huo if one of the player misses, kama mmoja wao akikosea, anapiga makelele akimuita fuda. You shout and call him donkey. How can you miss such a one? Unaweza kukosea hiyo kidogo hivyo. Spectators, mashabiki, they are always right. Wao ni wako na haki. They seem like they know than the ones that are playing. Wanataka na kwamba wanajua kuliko wale wanacheza. Now, if you are planted in the house of God, kama umepandwa katika nyumba ya Mungu, please never be a spectator. Tafadhali usiwe shabiki. Never be people who watch things happen. Usiwe watu wanaotazama mambo yakifanyika. That is why hiyo ndio sababu we started classes. Tulianza madarasa of new membership. Ya waumini wapya. New believers. Waumini wapya. And another class called destiny class. Darasa nyingine ambalo ni la hatima, darasa la hatima. So that you are not a spectator. Ili usiwe shabiki. You become planted. Uwe umepandwa. You become one of the players. Ufanyike mmoja wa wachezaji. You become one of those who cause things to happen. Ufanyike mmoja wale wanaofanya mambo yakafanyike. Salimia huyo mwingine mwambie don't be a spectator. Kilicho neighbor na mwambie kwamba asiwe shabiki. Mwambie refuse to be a spectator. Tell them usiwe shabiki. And number 3, na tatu, those who are planted also it means wale wamepandwa inamaanisha don't be a stranger. Usiwe mgeni in the house of God. Katika nyumba ya Mungu. Don't be a stranger. Usiwe mgeni. It is too unfortunate. Ni vibaya sana. You can be in a church 7 years. Kwamba unaweza kuwa katika nyumba ya Mungu miaka 7. 5 years. Miaka 5. 8 years. Miaka 8. Yet when you are asked the office of the pastor. Na ukiulizwa ofisi ya pastor. You don't know. Hujui. Hebu niulizie wewe mwingine ofisi ya pastor iko wapi? Ask your friend, where is pastor's office? Hebu muulize ni ya Karagani. Ask the which color is it? Ni ya Karagani. Karagani imepakwa mlango. Which color is the door? There are people if you ask them. Kuna watu wengine ukiwauliza. The name of the pastor. Jina la pastor. The name of the pastor's wife. Jina la bibi ya mchungaji. They don't know. Hawajui. Even the name of the church. Hata jina la kanisa. They don't know. Hawajui. The Bible says. Biblia inasema. Those who shall break limitation. Wale ambao watavunja mipaka. Are those who are planted. Ni wale ambao wamepandwa. People who are not strangers. Watu ambao si wageni. People who are not visitors. Watu ambao si wageni. People who are not spectators. Si watu ambao ni mashabiki. But people who are planted. Ni watu ambao wamepandwa. People who are grounded. Watu ambao wamewekwa imara. People who are participators. Watu ambao ni wanahusika. People who are involved. Watu ambao wanahusika. People who are causing things to happen. Watu ambao wanafanya mambo yafanyike. Many years ago. Miaka mingi imepita. Over 32 years. Zaidi ya miaka 30. I purposed. Nilipanga. My years of salvation. Nikaamua kwamba miaka yangu ya wokovu. As long as I am alive. Kama niko hai. I shall not be a stranger in the house. Mimi sitakuwa mgeni katika nyumba ya Mungu. I will be planted. Nitapandwa. Na nimekaa kwa nyumba ya Bwana. And I've been in the house of the Lord. And also I have even helped my children. Na nimesaidia pia wana wangu. To be planted. Wapandwe. Wacha nikwambie. Let me tell you. The reason why and God told me this. Sababu na kwa Mungu aliniambia. The reason why believers. Sababu ya waumini. They always give testimonies of charity. Wanapeana shuhuda za masaibu. They are full of limitation. Wako na changamoto nyingi. It is because they stay one leg inside. Ni kwa sababu mmoja uko ndani ya kanisa na mwingine uko nje. They have never totally committed themselves. Hawajawahi kujitoa kikamilifu. To the house of God. Katika nyumba ya Mungu. Can you note this number 1? Jua hili kwanza. For the church grace to affect your life. Kwa sababu hili kanisa likaweze kugusa maisha yako. Ili neema ya kanisa. Neema ya Mungu ikaweze kugusa kanisa maisha yako. Usiende bio sana ili watu wanasikia vile unasema hivi. Target watu kusikia maneno yako. For the church grace to affect you. Ili neema ya kanisa ikaweze kukugusa. You must totally dedicate yourself. You must be planted to that church. Lazima uwe umepandwa katika hilo kanisa. You can stay in wonders. Unaweza kukaa katika kanisa la wonders. Yes, there is no wonders. Lakini hakuna miujiza. This altar is full of grace. Haya madhabahu yako na neema nyingi. Grace is working. Neema inafanya kazi. Yet there is no testimony in your life. Lakini hakuna ushuhuda katika maisha yako. For any church
work in their life ili neema ya kanisa lolote ikafanye kazi katika maisha yako, is that you be totally dedicated to that ni church. lazima ukaweza kujitoa kabisa katika kanisa hilo, Be planted in the church. uwe umepandwa katika kanisa. There are people who see God as if he is not faithful. Kuna watu wanaona kama Mungu si mwaminifu, Oh God, others are giving testimony. wengine hata ushuhuda. The problem is Shida ni you have not been planted. wewe hujapandwa. You are one leg inside, one leg Wewe outside. kuna mguu mmoja ndani, mwingine nje. Hallelujah. Amen. You are a visitor in the house of God. Wewe ni mgeni katika nyumba ya Mungu. Number two, I want you to know this. Ya pili, nataka ujue hili, God deals with his people Mungu anashughulikia watu wake the way they deal with his house. jinsi wanavyoshughulikia kanisa lake. God deals Mungu anashughulikia with his people watu wake the same way, jinsi, or God treats ama Mungu anawafanyia his people watu wake the same way they treat his house. jinsi wanavyofanyia nyumba yake. I don't want to get too details of that. Sijui tutakuingia sana katika haya mambo. Huyo mtoto apatiwe haki yake. Haggai chapter 1 verse 2 to 3. Hagai 1:2-3. You will hear God talking about that. Utasikia Mungu akisema kuhusu hilo. But today I don't want to go to those negative. Lakini sasa hivi kwenda kwa mambo hayo ambayo ni negative. Because I want to train people to be totally dedicated Kwa to sababu nataka God. kuwafunza watu kujitoa kabisa katika nyumba ya Mungu. But if you want to know Lakini kama unataka kujua how God treats those who are not totally dedicated, vile Mungu anafanyia wale ambao hawajajitoa kabisa, those who forsake his house, wale ambao wanaachilia nyumba yake, go and read Haggai chapter 1. nenda usome Hagai 1. You will see a number of issues. Utasoma mambo kadhaa. Salimia huo mwingine, mwambie Mungu Greet your neighbor, tell them that atakushughulikia will deal with me vile unashughulikia the way you treat nyumba yake. his house. Muulize wewe unashughulikia aje? Ask them, how do you deal with the Mwambie house? God will treat you Mungu atakufanyia the way you treat vile unavyofanyia his kingdom, ufalme wake, his house. nyumba yake. Hawa watu wa Haggai These people from Hagai, alisema ndio mnaweka nini vitu kwa mfuko imetokoka. that's how you put your things in the pocket that are torn. But I don't want to get there. Lakini sasa kufika hapo, But it is so dangerous lakini hatari sana not to take care of God's house, kutoshughulikia nyumba ya Mungu, not to be planted, kutopandwa, not to be totally dedicated. kutojitoa kikamilifu. There are others who are church tourists. Kuna watu wengine ambao ni watalii katika nyumba ya Mungu, They keep on moving from one church to another, wanaendelea kuhama kutoka kanisa kwenda nyingine, comparing the worship team, wakilinganisha praise and worship team, comparing the pastor, wakilinganisha wachungaji, and actually they have a problem. na wao ndio shida, Because every church they go, there is a problem. kwa sababu kanisa lolote wanaloenda kuna shida. I want to tell you, Nataka kukuambia anything that causes you to keep on changing, chochote ambacho kinakufanya ubadilishe kanisa, please refuse it achana nacho and settle in a certain church. na ukatulie katika kanisa moja. I'm talking like this because there are people who are not members, they are visitors here. Nazungumza hili kwa sababu kuna wageni hapa katika nyumba hii. Refuse to be a spiritual tourist. Kataa kuwa mtalii wa kiroho. Kuna watu There are some people, ukimuuliza kanisa yako hasa hawezi if kukuelezea. as a Richard, they can't tell you. Alienda kwa ng'ang'a wa neno Januari, They went to Nanga's name. akaenda kwa Bishop Johana Februari, Went to Bishop Johanna in February. akaenda wote, na sasa ako wonders. He went everywhere and now he or she is in That will wonders. not help you. Hicho kitakusaidia. What will help you Kile kitakusaidia is you be planted, ni upandwe, you be rooted, ukaweze kupandwa you kikamilifu, be grounded, ukaweze kufanya imara, and grace will begin to flow. na neema itaendelea kushughulikia. Grace of this church Neema ya nyumba hii will never affect you haitagusa maisha yako if you are a tourist, kama wewe ni mtalii, if you are a visitor, kama wewe ni mgeni, if you are a spectator, kama wewe ni shabiki, if you are a stranger, kama wewe ni mgeni, if you want to see God of wonders. kama sasa kuna Mungu wa wonders, Na Mungu amesaidia Sanctuary Beautifier, wametuwekea pale. and God has said the sanctuary. Ninaona watu wawili wananiangalia pale. I can see two people facing Na us. tusalimie hawa watu. Let us greet Hallelujah. people. That is beautiful. Tutaiombea baadaye. Hiyo ni maridadi sana. But listen to me. Nisikize, It is being planted. ni kupandwa. Now I want us to see the case of David. Nataka tuone kuhusu Daudi. Very briefly, the case of Kwa David. kifupi sana kesi ya Daudi. Total dedication to
the house of God. kujitoa kikamilifu katika nyumba ya Mungu, And it broke his limitation. na ilivunja mipaka yake. David. Daudi, We all know the story of David. sote tunajua hadithi ya Daudi. It was very clear David loved God. Ilikuwa wazi kwamba Daudi alipenda Mungu. When I arrived in heaven, Nitakapofika mbinguni, one of the people I miss to go and shake her. mtu mmoja natamani sana kwenda kushika mkono, Actually, the one I will honor anitembeze mbinguni. na yule nitatafuta kwamba anitembeze in that heaven. Nikisalimia Yesu, When I greet Jesus, sababu kuna wengine watakuwa wakitaka kumsalimia kama wewe. because there are some people who want to greet him like you, Sasa nitaondokea Yesu niende kwa David. I leave Jesus and then I go to David. Ona kama mmoja ndiye akimenyano. I better people say Ninajua that. Isaya atakuwa akiuliza kwa nini hukuja kwangu. I know Isaiah atakuwa kanauliza, why did you come to me? Nitaenda kwa David. I go to David. Nimwambie nataka tuende ukiniambia mambo kadhaa. I tell him that I just want us to go around your David loved God. Daudi alimpenda Mungu. If there is anybody I admire in the Bible, Kama kuna mtu natamani katika Biblia, sometimes I close my eyes wakati mwingine hufunga macho, and I imagine David, nafikiri kuhusu Daudi, how he was. jinsi alivyokuwa. David, Daudi he loved God. alimpenda Mungu. He loved God. Alipenda Mungu. Number two, he loved God's house. Pili, alipenda nyumba ya Mungu. Can you like some things about David commitment or David's dedication to the house of Hapa God? jinsi Daudi alivyojitoa katika nyumba ya Mungu. Number one, can you write this? Kwanza andika hili. David, because of his love for God and God's house, Daudi kwa sababu ya kupenda Mungu na nyumba yake, he prayed to be a life member aliomba kwamba akaweza kuwa mshirika wa maisha yote of the house of God. katika nyumba ya Mungu. Unajua kuna watu wanasemanga wao ni Kenya mpya kama ni Kenya. Inaitwaje hii ya Kenya kwanza. Some people say they are Kenya kwanza. Wanataka kuwa Kenya kwanza damu. They want to be Kenya kwanza damu. Hata hapa huwezi kosa kano damu. Hadi even here you can't miss kanu damu. But David, Lakini Daudi he prayed. aliomba. Biriani kan yuko Psalms 47 verse 4. Miriani enda katika Zaburi 27. He prayed to be a life member in the house of God. Aliomba awe mshirika wa kudumu katika nyumba ya Mungu. That man loved God. Huyo mtu alipenda Mungu. And because of his love for God, Na kwa sababu ya jinsi alivyopenda Mungu, he loved the house of God alipenda nyumba ya Mungu with passion. kwa upendo wote. Can we read together how he prayed? Tusome pamoja. Please, tusome tafadhali. 1, 2, 3. One thing Have I desired of the Lord, that I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days things of our life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Go ahead. For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion, in the secret of his tabernacle. He shall set me. Verse 4. This is David. Huyu ni Daudi. He is praying. Anaomba Only one thing. jambo moja tu. He was a king. Alikuwa mfalme. He could have desired so other things. Angetamani mambo mengine mengi. Lakini But David, like a young child, Daudi kama mtoto mchanga, he prayed one thing I desire, aliomba jambo moja, akanasema kwamba and anataka I will seek after it. na nitalitafuta I'm totally committed to it. na nitajitoa kwalo, Is that I may be planted. kwamba nipandwe. Hallelujah. Amen. Abia Mungu mwingine upandwe kwa Tell nyumba your ya friend, Bwana. tell your friend, Wewe ongea upandwe kwa nyumba ya Bwana. to be planted in the house of God. Ona kukiuka kimudhurikie na chini. Kiambie umwambie mimi nimepandwa kwa nyumba ya Bwana. Tell them I'm planted in the house of God. Kwa sababu kuna watu Because there are some people, unamwacha tukiimba worship. you remember when you are worshiping, Saa zingine alienda. sometimes he's gone. Orewe digital kana. Unasikia kwamba Ndio kuinga hii hapo. Muigai hii Ni warali ya rubi. hapo ndipo anakula wimbo Kuna akiyaku hiyo. that he has been carried. Alistuliwa na mtu hapa na chini. He was scared by somebody who is having chini. Ama kagari na maybe nikaa haya. Ama gari na nikaa haya. Let me tell you. Wacha nikwambie, David, Daudi no matter what. hakuna chochote. Hey, listen. Daudi alisema David said, hata kama ni shida, there is a problem. wacha tulikute kwa nyumba ya Bwana. Then you find that Hello. Na Mungu
me. So I mean, we did not find or be let's be planted. Yes. Sasa unaona kama unaweza kwenda siku imekuja. Usikubali kwenda tena. Don't agree to na be planted. Upandwe hapa. Uone very soon ni kazi. You see soon God will continue other things. Tufanye harusi. We have a wedding. Kama hapo hayo wedding. And many other things. Be planted. Pandwa. Hapa kuna watu Mungu anaweza kupeleka mbali. There are some people that God is supposed to take far. Kama hautaruhusu chochote kikutoe kwa nyumba ya Bwana. If you don't allow anything to remove you from the house of God. Kama mimi naongea sasa niko na over 30 years kwa nyumba ya Bwana. Like I'm talking now, I am 30 years old in the house of God. My wife akona nyingi zaidi. My wife is several years more. Sababu yeye aliingia akiwa katoka kadogo kuliko mimi. Because she entered there when she was very young. In the house of God. Katika nyumba ya Mungu. Ni mambo mengi yamenikuta. There are so many things that have come. But I am still there. Lakini nimebaki. Na siendi kokote. And I'm not going anywhere. Hata wakati sitakuwa nikiweza kutaja Yesu. Even when I will not be able to mention Jesus. Kama nitaka Yesu. I will be calling him Jesus. Hata wakati huo. Even that time. Nitakuwa nikwambia Yesu aroho. I will tell him Jesus. Nikiwa sina meno. When I will not be having teeth. Nitakuwa nikisema Yesu ni Bwana. I will say that Jesus is Lord. That is what David is saying. Even though the way anasema. Na mimi sio mimi pekee. It's not me alone. Ni mimi na watoto wangu. It's me and my children. Kama ndio tunasubiri na kasukia sana. I try to respond na kasukia. Mimi nataka afanye hii kosa na yeye ananiambia nataka Bible college. And he says I want to go. Tumeagana aniandikie koro yake. I told him to write his call. Wanataka Mungu. They want God. Hakumeenda lakini. What do your children want? Wako wanapenda nini? What do your children want? Anza mapema. Mwalimu asante Start it early. Mwalimu asante shule amesema nini? Mumletee watoto. What has she said? She said that you bring your children. Anza kuwapa. Na wacha nikwambie kupata mtoto kwa kanisa. And let me tell you, to plant your kid in the house of God. It needs a lot of effort than school. Inahitaji bidii kuliko shule. Kwa sababu saa zingine anakwambia wewe mama enda church. Because they tell you, mom, go to church. Mimi kuna kapindi nataka niangalie. There's a kipindi. Wewe niache. Leave me. Akifanya hivyo. When she does that. Mbebe hata kabla ya kumuosha akuja church. Can them even before you wash them. So that they don't try again. Plant your family. Panda familia yako. If you want to be saved. Kama unataka kuwa salama. In the word of God. Katika kazi ya Mungu. Kuna kitu kilikuwa kinaitwa the horns of the altar. Kuna kitu kinaitwa pembe za madhabahu. Hata ufanye dhambi gani. Even if you commit to even if who is after you. Hata kama nani anakutafuta. Even when you have lost people. Hata kama umekosea watu. People used to run to the altar. Watu walikuwa wakikimbia kwenye madhabahu. Na ukigusa hizo horns. And those horns. Nobody could touch you. Hakuna yule angekugusa. If you want to be saved. Kama unataka salama. If you want to secure the destiny of your family. Kama unataka kuweka salama hatima ya watoto wako. Sema kama Joshua. Say like Joshua. I and my family will you serve. Tutamtumikia Bwana. Na hata kama hujaoa. Uwe ukijiona daktari. Uwe ukijiona wewe na familia yako. See yourself like you have a family. Ama ukataka kuwa father hutaoa. Would you like to be a father? Na kujua sio. I know you. It's not right. Wewe ukisimama mbele ya Bwana hapo. But stand before the Lord. Young girl as you are. Yanga kama jinsi. Unaongea unasema I and my family. Mimi na familia yangu. We will serve the Lord. Tutamtumikia Bwana. Plant yourself in the house of God. Jipange katika nyumba ya Bwana. David prayed to be a life member. Daudi aliomba kwamba akaweze kuwa mshirika wa Mungu. Number 2. Pili. David loved and admired God. Daudi alitamani na akapenda nyumba ya Mungu. Alipenda. And he loved. Ndio na kitu ndio kitu. And so I don't know any other thing. Ndio najua kwa kuondoka. Mimi nasema kama kuokoka ni kuacha pombe. I say even if it is if salvation is leading kuacha sigara na mambo mengi. Leave the cigarette and leave the basi mimi sijaokoka sababu sijawahi kunywa hizo. I'm not born again because I've never taken this kind of things. I don't know cigarette taste. I don't know. Kwa hivyo kuokoka sio hiyo. Kwa hivyo being saved is not such a thing. Mambo kama hayo. Mimi sijui. I don't know them. Let me tell you. Wacha nikwambie. Daudi. Mimi naona kuokoka it is loving God. I see the salvation is kupenda Mungu.
and giving your life to God. Na kutoa maisha yako kwa Mungu. It is not those things that nimeacha dhambi. See about that I have left sin, I have lived these other things. It is not, that is not salvation. Huo sio wokovu. It is loving God. Ni kumpenda Mungu. And giving your life to God. Na kutoa maisha yako kwa Mungu. Being planted in God. Pando katika Mungu. Being planted in the house of God. Pando katika nyumba ya Mungu. Daudi, he loved and admired the house of God. Alipenda na akatamani nyumba ya Mungu. And we see Psalms 84 verse 4. Watu ni Zaburi 84:2. We are moving fast. Mstari wa 4, tunaenda haraka. Psalms 84 verse 4. Zaburi 84 mstari wa 4. Verse 4. Mstari wa 4. Tusome pamoja. 1, 2, 3. Blessed are they that dwell in the house. They will be still praising me. This is David admiring the house of God. Daudi akitamani nyumba ya Mungu. Blessed are they that dwell in the house. Mbarikiwa wale wanaoishi katika nyumba ya Mungu. Alikuwa amesimama nje ya kanisa. He was outside the church. Anaongea anasema. And he was speaking and saying. Na ninafikiria service ilikuwa imeanza. And I think that the service was continuing. Akaanza kusema. And he began saying. Blessed are they that dwell in the house. Mbarikiwa wale wanaoishi katika nyumba ya Mungu. They will be still praising. Watakuwa wakimsifu. When others are crying. Wakati wengine wanalia. When others are rotten. Wengine wakiwa wameoza. They will be still praising. Watakuwa wakisifu. He was admiring the house of God. Alikuwa akitamani nyumba ya Mungu. Verse 10. Mstari wa 10. In the same chapter. Katika Psalms 84 verse 10. Zaburi 84 mstari wa 10. This is what he said. Hivi ndivyo anasema. Tusome pamoja 1, 2, 3. For a day in thy house is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the temple. I would rather be a doorkeeper in the house than to dwell in the house of the wicked. No, you bless me, my God. Somebody is my life. Now, add that song now. Tuanze kuisifu. Now this is David. David is comparing all other places. Daudi analinganisha maeneo mengine yote. No wonder there are people who miss services. Ndio sababu kuna watu ambao wanakosa ibada. To go any other business. Ili waende katika biashara nyingine. Can you see what he was saying? Ona vile alikuwa akisema. My love and admiration for the house of God. Wangu na tamaa yangu katika nyumba ya Mungu. A day in the house of God. Siku moja katika nyumba ya Mungu. Is better than 1,000 elsewhere. Ni nzuri kuliko siku 1000 mahali. One day is better. Siku moja ni nzuri zaidi. I would rather be a doorkeeper. Anasema kwa ningekuwa niwe mlinda lango katika nyumba ya Than to Mungu. dwell in the tent of the Kuliko katika mahema ya waovu. Ona kamati itakuwa hasa. Habari ni kitu Asha. Kanisani. Katika nyumba ya Mungu. Afadhali no wonder in Winners Chapel huyu mtoto aangaliwe asichekeswe. Ndio sababu katika kanisa la Winners aangaliwe. Even Chief Justice moja. Hata Chief Justice moja. Sikumbuki jina lake. I don't remember their name. She is an usher. She is in Winners Chapel. She is an usher katika nyumba ya kanisa la Winners. Chief Justice. Chief Justice. Alisema me I want to be an usher. Alisema atakuwa usher. Let me tell you. Wacha nikwambie. You better decide. Afadhali uamue. David is a king. Daudi ni mfalme. Yes, he is saying. Na anasema comparing my glory. Kulinganisha utukufu wangu. And the house of God. Na nyumba ya Mungu. Instead of being a king. Kuliko kuwa mfalme. I would rather be a doorkeeper. Afadhali niwe mlinda lango. In the house of God. Katika nyumba ya Mungu. I would rather serve in security. Afadhali nihusike katika ulinzi. This is David. Huyu ni Daudi. I would rather be in protocol. Afadhali niwe katika in the house of God. Katika nyumba ya Mungu. Than being a king in the tent of the wicked. Kuliko kuwa mfalme katika mahema ya waovu. Number 3. Tatu. David dedication to God's house. Kujitoa kwa Daudi katika nyumba ya Mungu. David had a passion. Daudi alikuwa na upendo mwingi for God's house. Wa Mungu kwa nyumba ya Mungu. In the book of Psalms 122. Katika Zaburi 122. What does the Bible say? Biblia inasemaje? From verse 1 Miriam. Kuanzia 1.
Psalms 122. Zaburi 122. Na meliani ukikuta unatajwa jina yako kwa kanisa na madhabahu mara mingi hivyo. And you hear that your name is being mentioned several times in the end. Utabarikiwa sana. You are going to be Kwa hiyo blessed. mtu mwingine ampokonya kwa haraka hilo. Some things that in the past. Na yeye namtaja. Unasikia John? So David had a person. Daudi alikuwa na upendo wingi. Haya, sasa nataka Number one, ukitaka kujua kama kabisa unapenda nyumba ya Bwana, if you want to know whether you love the house of God, jipime na hii. measure, gauge yourself with this. Haya, tusome 1 2 3. I was glad I was glad. when they say unto me, let us go in the house of the Lord. Sarah is a word that was being used by David in Psalms, meaning pause and think. Sarah ni kusema sema simama na ufikirie. This is David. Huyu ni Daudi. Ameambiwa Wednesday Jumatano kuko na fellowship. there's a fellowship. Yeye, he was glad. Alikuwa na furaha sana. When they said to me, Waliponiambia Monday, Jumatatu there is commanding the week. kuna commanding the week. Tuesday, there is on fire with fellowship. kuna on fire fellowship. There is worship service. Kuna worship service. And there is a Sunday service. Na kuna ibada ya Jumapili. David hakusukuliwa. David was not being pushed. Biblia inasema he had a passion for God. The Bible says kwamba alikuwa na upendo mwingi wa nyumba ya Mungu. Alipoambiwa let's go to the house of God. When was told kwamba twende katika nyumba ya Mungu. Sio wimbo aliimba. He didn't sing. Watu wengine ni wimbo tu wanaimba. Nitakendia amaje. They told me. Nitakendia amaje. Hallelujah. Nitakendia amaje. That is not David. Huyo si Daudi. David was living. Daudi alikuwa amepanda. He was excited. Alikuwa na furaha nyingi. He had a passion. Alikuwa na upendo mwingi. Mimi ninaombea watu. I pray for people. I have been in places nimeona watu wakikimbia Nimekuwa maeneo where I've seen people running. kwenda kwa kanisa. Go to church. Kama mama mmoja hata aligongwa na jiwe akaanguka. One more woman hit herself and stone as she was kwenda running. kwa kanisa. She was running to the church. Wacha nikwambie hata sio watu wameokoka hata Catholic. Not even people that are saved. Mimi nimeona wakikimbia kwenda kwa kanisa. I've seen them running to church. Hebu jiulize. Ask yourself. How is your dedication to God's house? Kujitoa kwako katika nyumba ya Mungu koje? Kukiitaniwa uka. If people are called to be given some maize flour. Na kuambiwa Ruto anakuja mahali fulani anapeana what? And you're told that the president Ruto is coming giving something somewhere. Mapema sana niko hapo. Early in the morning you are there. Ikiwa nimejawa furaha. Full of happiness. Kwenda ni wamugi. When people are called for Mogipi. Ama music concert yake. Kama concert music. Nani anakuja? Katutura. Katutura. Watu wamekimbia pale. People run there. Ati Musaimo. Musaimo Angel. Lakini God house. In the house of God. God house. Nyumba ya Mungu. David had a passion. Daudi alikuwa na upendo mwingi. Something was burning in him. Okay. I want to serve in God's house. Nataka kutumika katika nyumba ya Mungu. I want to serve. Nataka kutumika katika nyumba ya I Mungu. was glad when they said to me, Ninapenda wakati waliponiambia. David had a passion. Daudi alikuwa na upendo mwingi. Let me tell you. Finally, number 4, David supported God's house. Daudi alisaidia katika nyumba ya Mungu. And the building of God's house. Na kujenga nyumba ya Mungu. Wacha nikwambie. Let me tell you. Watu wasome. When David decided to build God's house. Daudi alipoamua kujenga nyumba ya Mungu. All the things he put together. Mambo mengine vitu vingine vyote aliweka pamoja. Mpaka Mungu alipoona hiyo akamwambia, And God saw that you are not the one who will build. si wewe utakayejengea. You have already done enough. Umeshafanya mambo ya kutosha. Aliprepare vitu. Mungu akaona this man is crazy. Aliandaa vitu Mungu akaona He supported God. aliweza kusaidia katika nyumba ya Mungu. With all of his heart. Na vitu na moyo wake wote. Mpaka akasema kitu I want us to see Psalms 132. At some point he said in Psalms 132. Psalms 132. Psalms 132. Verse 1. Verses 1. Can you see this? Ona hili. Can we read together, Lord? Remember David and all his afflictions. Go ahead. How he swore unto the Lord and vowed unto the mighty God of Jacob.
time I read that verse. Watu wanaweza, okay, tusome. I will not surudie tena. I will not enter my house. Tena. I will not enter my house. Or go to my bed. Until I do what Miriam did. I will allow no sleep to my eyes, no slumber to my eyelids. Until I find a place for the Lord. A dwelling for the mighty name of Jesus. David is talking about how he supported God. Daudi anasema kwamba jinsi alivyosaidia katika nyumba ya Mungu. Hapa ndio anatufungulia. That is why he opens for us. Kitanda yake ilikuwa na shida. His bed had problems. Either hakuwa na mkodoro mzuri. Maybe he didn't have a good mattress. Or a blanket. Or a blanket. Akasema. And he said, if I am allowed to choose my choice. Nikiamua nichague. Naweza enda kwa kitanda yangu. I can go to my bed. I can go to my bedroom and do something. Naweza kwenda katika nyumba yangu. Lakini akasema I will not do that. Lakini akasema kwamba sitafanya hilo. Until I see God's house. Mpaka nione nyumba ya Mungu. Until I find a place for the dwelling of the Lord. Nipate nafasi ya makazi ya Mungu. Wakati alikuwa anajenga. When he was painting. Kuna one lady. Kuna msichana mmoja. Thank God she's not here today. Hayuko leo. Ili apata hii platform. To get this platform. Mungu alimwambia aninunulie hii. Hata hakuwa amekuja kwa hii kanisa. God told her to buy this one for me. Aliniambia vile alifanya. What she did. Kwa sababu aliona akona mashida mingi. There is no. Because there are so many problems. That time she could raise 8,000 to buy this. Azaweza kupata 8,000 za kununua hii. Alienda kinyozi. She went to kinyozi. Alienda kinyozi. She went to kinyozi. Nywele yote. She was shaved. Ikakata. Akasema. And she said. Amepata hiyo nywele. She has planted that hair. Until pesa hizo za nywele zitose kurupi. Until that money for hair plate. Akinunua kurupi. For kurupi. Akinunua kurupi. Ndio atarudia nywele. That's why she go back to that hair. So wakati naonaga hii kurupi. When I see this kurupi. Hii ni nywele ya mtu. This is somebody's hair. Na ni lazima abarikiwe. And she must be blessed. Usalimie huo mwingine mwambie ona wala tukia hadi ona sipate hadi mwambie pale kucha usipata tu kupanda kucha upande chache kucha plant your nails plant your nails kinyozi kinue one kinyozi unataka ukae hivyo hivyo. Hallelujah. Amen. There are people. Kuna watu. There is no any sacrifice for God. Hakuna sadaka wanaweza kutoa katika nyumba ya Mungu. Yet, na you want the grace of the house to break your limit. Wanataka neema ya nyumba ikaanze kuvunja mipaka yako. Now listen. Sikiza. No wonder. Ndio sababu when God wanted to anoint someone, wakati Mungu alipanga kumtia mtu mafuta, the anointing refused to get out. Mafuta alikataa kutoka. Watu wote walipitia hapo mafuta hayakutoka. People passed through the old just. The anointing was looking for David. Anointing ilikuwa inatafuta Daudi. David who loved God. Daudi ambaye alipenda Mungu sana. And who loved God. Na alipenda nyumba ya Mungu. And God said, I have found a person. Na Mungu akasema kwamba nimempata mtu. Who is a man after my own. Ambaye ni mtu wa moyo wangu. Now if you want to be a man after God's heart. Kama unataka kuwa mtu ambaye ni wa moyo wa Mungu. Love God. Penda Mungu. Love his house. Penda nyumba yake. Because God does not have any other business on earth. Kwa sababu Mungu hana biashara nyingine yote duniani. His business is his house. Biashara yake ni nyumba yake. If you want to touch God, kama unataka kumgusa Mungu, touch his house. Gusa nyumba yake. Totally dedicated to the church. Jitoe kikamilifu katika nyumba yake. The anointing will look for you. Mafuta yatakutafuta. It will look for you. Yatakutafuta. To break your limit. Yakaweza kuvunja mipaka yako. David alipokuja. When David came. Laini zake zilikuwa clear. Mistari yake ikafunguka. Mafuta ikamwagika. The oil was he was anointed. And limitations were. Na mipaka ikavunjwa. Because number one the Bible says. Sababu Biblia inasema kwanza about the limitations that were broken I finished. Kuhusu mipaka iliyovunjwa ndio nimalize. Number one that what happened. Kwanza kilichofanyika is that one limitation that was broken is David was uncovered. Mpaka moja ambao ulivunjwa ni kwamba Daudi alifunuliwa. He was made visible. Aliweza kufanywa aonekane. Can I tell you? Wacha nikwambie. One of the way devil is fighting believers. Jinsi ambavyo shetani anapinga waumini. It is covering him.
ni kufunika. You are not visible. Wewe hauonekani. I told you over one of our churches. Kwa kuhusu mmoja kama kanisa yetu. Somebody went with a gift. Mmoja alienda na tuzo for the church. Akitafuta kanisa. Na akafika kama saa 2 na kanisa ilikuwa imeanza. And he reached there at 8. Aliona kanisa imefungwa. Anakaona kanisa imefungwa. And she went and left the gift somewhere. Na akaenda akaacha zawadi yake. And then later she called the pastor. Na baadaye akaita pastor. Kwa leo mlikuwa mmesoma wapi? And he asked, where were you today? Kabisa kwa nini? I came to the church and the church was locked. Nilikuja kanisani ilikuwa imefungwa. You came at what time saa 2? Nilikuja saa ngapi? Akamwambia saa 1 tulikuwa tumeanza. And he told them that at 7 we had already started. But let me tell you, what you call me? They were covered. Walikuwa wamefunikwa. And the pastor began to pray. Na pastor akaanza kuomba. To break that limitation. Avunje mipaka hiyo. There are people here. Kuna watu hapa. Ungekuwa umeonekana kitambo. You have been seen for a long time ago. There is some covering. Lakini kuna umefunikwa. That are covering you. Umefunikwa. Wacha nikwambie. Let me tell you. Hata biashara. Even your business. Shetani anaweza kukucover. Devil can cover you. Unaona customer anakuja na ako willing kununua and they are willing to buy. Akikuja kwa mlango unaona your door. Ana divert. They divert. Shetani amemfanya aone umekaa kama hippopotamus. Devil makes them seem like a hippopotamus. Hebu imagine ukitokea hivi uone ni hippo. When you come out there you see. Unaona customer ana divert haraka. Unaona the customer has diverted. There are people here. Kuna watu hapa. Your blessing is looking for you. Baraka yako inakuja. You cannot be located. Lakini wewe ukapatikana. Because of your dedication to God. Kwa sababu ya kujitoa katika nyumba ya Mungu. I want to declare today. Tunatangaza leo. As we make fresh decision. Unapopanga upya. We dedicate ourselves to God. Tena katika nyumba ya Mungu. There are many people who are listening to me. You shall be uncovered. Utafunuliwa. I'm saying you shall be uncovered. Utafunuliwa. I'm saying you will be made visible. Nasema utafunuliwa. Can you lift your right hand and say, I cannot be there? Salimia wewe mwingine mwambie be located by your blessing. Sema patikana baraka yako. And your destiny help us. Na wasaidizi wa hatima yako. Wacha nikwambie. Let me tell you. There are people here. Kuna watu hapa. Money is looking for you. Pesa zinakutafuta. Anointing is looking for you. Mafuta yanakutafuta. Great things are looking for you. Mambo makubwa yanakutafuta. Lakini but you are not visible. Wewe hauonekani. Why? Kwa nini? You are not totally dedicated to God. Wewe hujajitoa kikamilifu katika nyumba ya Mungu. Number 2 limitation. Pili, mipaka ya pili. That was broken. Ambayo ilivunjwa. In the life of David. Na Daudi. For his love for God and God house. Kwa kupenda Mungu na kupenda nyumba yake. His potentials. Uwezo wake were released. Uliweza kutolewa. They could not be limited. Hangeweza kuweka mipaka. Na ndio unaonaka. That's why you see. Mtu akijicommit kwa God house. If somebody commit themselves in hakuwa anajua anaiba. He didn't know that he was sinning. Did you know you had such a powerful gift in you? I did know. It is when you are in the house of God. Ni wakati katika nyumba ya Mungu. Vincent. Who could have told you you are a lion? Ande kwambia kwamba wewe. Kuna mtu akikuconvince. When you came here. Lakini hukuja na mchezo. You didn't come here joking. He was planted. Alipandwa. Na sometimes kupigiwa misumari bila hizi. Siwapi. Chote. Kwanza ukiwa mikononi ya pasta kama huyu. In the house of such a pastor. Being planted here. Ukiwa umepandwa hapa. Ujipange. You have to plan. He says but now. Lakini sasa. Analalama kama simba. He's roaring like a lion. He is being invited to places I cannot go. Anaitwa mahali ambapo siwezi kwenda. Mpaka sasa kesha ile mlienda huko mpaka sasa huwa naambiwa kuhusu that case. Then now the case that you attended, I'm told about it. Ilikuwa moto. It was on fire. Let me tell you. There are many things that are in you. Kuna mambo mengi kuna nia. You have never known. Haujawahi kujua. Many of you are pastors. Many of you are bishops. You are prophets. There are gifts locked in you. You are sinners. Wewe wengine ni waimbaji. Lakini mchezo wa nyumba ya Bwana. Lakini you have in the house of God. Utakaa mchezo na Yesu anakuja. You joke and God, Jesus is coming. Atakufunulia kwambia ungekuwa hiki. You can't tell you would have been this, would have been this, would have been this. But you joked in the house of God. Let's dedicate ourselves. Wacha tukajitoe upya katika nyumba ya Mungu. One lock. Jiwe moja. It carried water for 2.5 people. Ilibeba maji ya miaka ya watu 2.5 milioni. In the wilderness. Jangwani wakati wa Musa. But that lock
did not know what it carried. Lakini hilo jiwe halikujua limebeba nini. Until it was touched by Moses. Mpaka lilipoguswa na Musa. You need to come and touch. Unahitaji uje nikuguse. Na kuguswa sio tu kukuombea hapa. And kuguswa is not just praying for you here. Nitukae na wewe nikukasirise. We be with you here, I annoy you. Ama aje John. Tuende tugusagusane. Continue tugusagusane hapa. Hilo ikuwapo igopo. That rope was hit. Hello. Hello. You stay here. Yani until usikie na kweli nimeguswa na hii kanisa. Usikie I've been touched by this. Nimetoa mpaka nimeguswa. I've offered until I've been touched. If you don't do that, usipofanya hivyo, you will never know what is in. Hautajua nini kiko ndani yako. Great things are inside. Mambo mengi yako ndani yako. Number 3. Tatu. Evil family battles. Vita viovu vya kifamilia. Na hapa ndipo watu wengi wako. Na hapa that's where people are. Were broken for David. Mahali ambapo zilivunjwa kwa Daudi. Watani niwaambie ukweli. Let me tell you the truth. Wengi wetu tukukuja kwa nyumba ya Bwana. Most of us when we come to the tumejaa vita vya kutoka na huko madibani. We are full of battles from our of demons. Maroho mapepo yote. But let me tell you. What you call? If you are planted. Kama umepandwa. That is the secret of dedication. Hiyo ndio siri ya kujitoa. And now the children we are about to dedicate. Kama sasa watoto ambao tunaenda kutoa. When they are dedicated in the house of God. Wakishatolewa katika nyumba ya Mungu. God end battles. Mungu anamaliza vita. The battles of family. Vita vya kifamilia. Demons of family. Mapepo ya kifamilia. And those children changes hands. Na watoto hao wanabadilisha mikono. From the hands of spiritual battles. Kutoka mikono ya vita vya kifamilia. Family battles. Vita vya kifamilia. They come to the hands of Jesus. Wanakuja katika mikono ya Yesu. Daudi, he suffered rejection. Aliweza kukataliwa. Imagine Kashokia. Nikiulizwa na niko karibu kumaliza sasa. I'm almost finishing. Uko na sons wengine hapa? Uko na watoto wengine hapa? Niseme niko na Caleb na niko. Uko na watoto niseme niko na Caleb na Rose. I have Caleb and Rose. Sasa na unajua David hakuhesabiwa na baba yake. He was not counted among his sons. Wakati walijaribu kumwaga mafuta ikakataa kutoka. Wakajaribu kutoa mafuta kumwaga. Ikakataa. Ndio waliulizwa. That's when he was asked. God cannot make a mistake. Mungu hawezi kukosea. Do you have another son? Uko na mtoto mwingine? Akasema akasema ndio. Hako. Wacha nikwambie. Let me tell you. Kama wewe unaitakwa hako. Kama unaitwa hako. Huyo umwandikie kadi ya kumuita wachana na yeye. Yeah, you need to invite them. Those are the people God needs. Out the watu Mungu if you are planted in the house of God. Kama umepandwa katika nyumba ya Mungu. David in the wilderness. Daudi akiwa jangwani. Brothers despised him. Ndugu zake wakamdharau. Walimuona kwa vita wakamwambia wewe sasa umekuja. Hapo tayari told him what have you come to do? What have you come to do? Umekuja kufanya nini hapa? That one is hilo ni jiwe ambalo likataliwa na wajenzi. The stone that was rejected. Jiwe likataliwa na wajenzi. It is the one that became cornerstone. Ilifanyika kwa kona. And that is the prophecy of somebody here. Na huo ni unabii wa mtu hapa. There are people here suffering rejection. Kuna watu ambao you are the chief cornerstone in that house. You are the chief cornerstone in that family. You are the Joseph of the family. If you say an amen, kama sema receive that anointing. If you are loudest, receive that anointing. You are the Joseph of the family. Wewe umechagua katika familia hiyo, wewe Joseph wa familia. Wewe ndio utasaidia hiyo familia. You will help that family. Hallelujah. Amen. God will turn things around. Mungu atapindua mambo. Evil family were defeated. Familia yako finally delay was broken. Na mwisho kuchelewa kulivunjwa. And he was given speed. Na akaweza kupewa ondoko. Daudi. Delay was broken. Kuchelewa. Mara moja ndio huyo anasafu kwa mfalme. He was given speed. The king akapewa speed. Let me tell you. Wacha nikwambie. There is a way you can break your limitation. Kuna vile unaweza kuvunja mipaka yako. Go to the house of God. Nenda katika nyumba ya Mungu. Do what you are supposed to. Fanya kile ambacho unastahili kufanya. Be totally dedicated. Jitoe kabisa. Be planted. Pandwa. Usipuuze classes. Don't ignore classes. If you have not gone new believers. Kama hujana klasi ya waumini wapya. Go and finish. Enda malize. New members go and finish. Kama wewe ni mshirika mpya enda malize. When this is pastor you kama hujaifanya test in a class.
Kama hujafanya destiny class, go and do that destiny class. nenda ufanye hiyo destiny class. Be planted. Pandwa. Utakuja kugundua kuna vita viliisha kitambo. You will come to discover that there are some battles that Your were limitations were broken. mipaka yako ilivunjwa. Kanisa tusimame. Let's stand up. Because of time. Kwa sababu ya wakati. Haraka kashuki. Listen, chukua maji. Na worship team watoke kwa haraka. Be planted in God's house. Yes. Don't be a visitor. Usiwe mgeni. Don't be a spectator. Usiwe mshabiki. Amwe kusilie mali. Nenda. Hebu tuongoze nitaingia na mrao. Kwa shangwe moyoni. Hapo. Siwewe ni wa worship team. Be planted. Usiruhusu ende sikali sasa. Usiruhusu ende sikali. Kanisa tulizo mikono yetu. Ukitaka kukua wa nyumba ya Bwana. You like to be the house of God. Na ukipenda hiyo mahubiri pastor anahubiri. I'd like to sound that pastor is. Lakini unajikuta ni kama hutaki kwenda kanisa. You find like you don't want to go to church. Unajikuta ni kama there is something that is fighting you. Yaani kama kuna kitu kinakupiga. Your commitment to the house of God. Kujitoa katika nyumba ya Mungu. I don't blame you. Sikulaumu. Hizo ni altars za kifamilia. Au madhabahu ya kifamilia. Na ningetaka kukuwa nao. I would like to anoint you. Tukiomba hiyo ombi. When as we pray this prayer. Hivi wasabodi na kila. Kama ni mmoja wa hao. Una sense hiyo vita ya nyumba ya Bwana. Ile kwamba kuna vita hii. Whether you are the member of this church or not. Kama ni mshirika wa nyumba hii ama I want to anoint you. Nataka kushiriki. And that battle will end for you. Hiyo vitaisha. In the mighty name of Jesus.
some battles that you don't do. Kuna altars kutoka familia. Kuna madhabahu katika familia. They are killing you. Kumaliza. Wewe ni wao. Lakini kataa. Wewe ni wa Yesu. Can you say enough is enough? Enough is enough. My family will not rob me my blessing. My family will not. In the name of Jesus, I disconnect myself. In the name of Jesus, receive it now. I disconnect myself. na Mrs. Pastor waandamane na Magdalene. Deaconess moja waandamane naye. Can you give us worship? Moja ya energy. My God. Yes, that one. I want to agree also for your children. I have a weight for these girls.
hawa wasichana wadogo. Only God knows what I'm feeling. Ni Mungu anajua jinsi ninavyohisi. And I know God will honor that weight. Najua Mungu ataweza kuangalia uzito And wangu. all the battles surrounding this girl, Na vita ambavyo vimewazingira hawa watoto, God will end them now. Mungu anaenda kuzimaliza. When we dedicate our children, if your children is not dedicated, bring them. Kama watoto wako watatolewa kwenye nyumba ya Mungu, watu walete. When you dedicate a child to God Ukitoa mtoto kwa Mungu and to the house of God, na kwa nyumba ya Mungu, number one, kwanza it ends battles. inamaliza vita. It is not God's will. Si mapenzi ya Mungu. Mtoto kukaa akigonja gojeka But a child being sick na magonjwa mengine ya Misri, and some mysterious diseases, it is not the will of God. sio mapenzi ya Mungu. Watoto wote wanatakiwa kukaa kama watoto wale wengine. All children should be like other children. Na Yesu anapenda watoto. And Jesus loves children. And he is going to touch these Na children anaenda kugusa hawa watoto as we dedicate them now. tunapowatoa kwake. In the name of Jesus. Are you singing this song? Esther Wajiko Derlitu, umekubali kumdedicate in the house of God. Hallelujah. So Esther Wajiko, sema ndio. Good. Amen. Kanisa tuinue mikono. Let us raise our hands. Funga macho, nikuombea hii. Utawajeka tena sasa. Oh Jesus. Oh Jesus. My God. I move out of it now. This grace is so much. Jesus, you have done it before. Do it for Esther. Do it for Esther. Devil, you have lost her. Family demons, you have lost her. Wherever those battles have been coming from, those arrows have been coming from, you have lost Esther. You have lost Esther. You have lost her. Because now, her name, her blood, her spirit, her soul, her mind, her body, her destiny, her life is now dedicated
Son of God. Jesus, Son of God. Receive Esther in your hands. I break every other hand. Get out. Toka. Tumia maisha yake. Tumia akili zake sasa. Katika jina la Yesu. Vita vyote viondoke. Na muamuliza kuondoke katika jina la Yesu. Kata kasuko ya dosi. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I end all those battles. By the blood of Jesus, I put a full stop. I change hands. From now, I put you in the hands of Jesus. And I receive you in the house of God. I dedicate you to the altar. On behalf of this altar, I receive you in this altar. From now, Jesus reign over your life. The Holy Ghost fill your life now. You are covered 7 times with the blood of Jesus. This altar, everywhere you shall be bare names, you shall be preserved. You shall be preserved. You shall be preserved. It is well with you. I dedicate you now. Receive the favor of this altar. Receive the grace. Receive the blessings. In the mighty name of Jesus. Listen to what then. Father, on behalf of this altar, I dedicate Esther to the house of God. And from today, all the battles he has been facing, I stop them. And I declare the blessing of this altar that are greater than any curse. They are now upon your life. And I declare you are now in the hands of Jesus. You shall grow all the stages of your destiny. Nothing will cut short all those stages. Your doors are open. You shall go without any limitation. I see you shining from glory to glory. I dedicate you now in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hope Wajiro Delito. Hope Wajiko, I now dedicate you to the hands of Jesus. I transfer you from any other background, any other foundation, and now I hand you over to Jesus and to the house of God. May God watch over you. May God take care of you. May God protect you. May God help you to grow in favor with God and men. And I declare nothing will ever cut short your days. Iyo weapon ya kugoja gojeka, I stop it from this day. In the day of your dedication, that battle is over. In the name of Jesus. Na naachilia baraka juu ya maisha yako. Naachilia roho wa Mungu na kuzingira na moto mara 7. Kutoka sasa usherehekee maisha ambayo haina magonjwa, kama vile sisi tumelea watoto wetu hawaendi hospitali. Tunakubariki sasa, na hii madhabahu ikulinde, hii madhabahu ikusimamishe maisha yako yote. I declare you are blessed. And I now dedicate you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Somebody say amen. And now all these prayers I have prayed, I connect them with your children. I declare in the name of Jesus divine covering over your children. In Jesus' mighty name we have prayed. Can you celebrate Jesus? And because of his sacrifice, you have put in this altar. Anything attacking you from any other altar, it have been silenced today. Anything claiming Esther, anything claiming hope, has lost power
kuna watu tulipea kadi ambayo tulisema And there's something to give a card that we say tutafanya kitu. we want to do something. So you can come now for the new cards. Come for new cards. Already they are there. Ziko. In Jesus' mighty Katika name. jina la Yesu. Please take your seats. Keti. The next prayer I want us to pray Ombi lingine ambalo tunataka tuombe is after offering. baada ya kutoa. Na kuna watu hukuja kanisa ikifikia wakati wa kwenda watoe offering. There are some people when they come to church but when Wanachomoka. giving the offering. Hiyo ni madhabahu ya kinyumbani. That's You need deliverance from that. you need to be delivered from the search of Unakuja unakula saa ile wewe ya kutoa unatoroka. When you want to give, you leave the church. Hallelujah. So we will sing I would rather be a doorkeeper in the house. Anybody who knows that song? Unaijua vipi? Good. Nitawaongoza. Vincent wewe unaijua? Good. Now, let's give our offering. And our offering today, all tithing, all sacrifices, they are dedicated to connect us with the grace, to be totally dedicated to the house of God. Tuunganisha na kujitoa katika nyumba ya Mungu kamili. Na wengine wanatakiwa kutoa sacrifices for their children. Some need to give sacrifices for their children. Wale ambao wanakataa kuja nyumba ya Bwana, Those who have refused to come to the house of God, watolee sacrifice. you give offering, you give So sacrifices. all our giving today, Kutoa kwetu leo they are dedicated for that. kumetolewa kwa hili. So let's do it very fast. Tufanye kwa haraka. If you are giving, send M-Pesa, use that number. Kama unatumia pesa, tumia hiyo namba. These are apostles' feet. Hii ni apostles. Itakuja in apostles' feet. Itakuja katika miguu ya And apostles. you will connect the way. Utaunganishwa. Hallelujah. Amen. Our online viewers, Watazamaji wetu wa online. you can also connect to the grace that is moving in this altar. Tunaunganisha na neema ya And madhabahu. break your limitation. Na uvunje limitation zako. As you give your seed, Unapotoa mbegu, that grace I release it to flow your way. neema hiyo nimetangaza ikujie. There is an account number in that page. Kuna account number iko katika hiyo And page. also there is also a number. Na kuna namba ya simu. Send your offering Tuma sadaka and yako. call it total dedication to the house of God to break my Na limitation. uite kujitoa kabisa katika nyumba ya Mungu ili kuvunja In mipaka yako. Jesus' mighty Katika name. jina la Yesu. God bless you. Now